Baadhi ya wafanyabiashara wanaofanya biashara zao katika maduka ya Amani Mkoa waliolazimika kuvunja maduka yao kupisha ujenzi wa barabara ya juu yaani flyover wamelilalamikia baraza la wadhamini la Chama cha Mapinduzi CCM Amani Mkoa kuhusu kutolipwa fidia zao za majengo, jambo ambalo ni kinyume na makubaliano yao. Wakizungumza na Asam Online TV, baadhi ya wafanyabiashara hao wamedai kupewa amri ya kuvunja maduka hayo bila ya kulipwa fidia hizo, hivyo wameiomba serikali kuliingilia kati suala hilo ili kupata haki zao. Sisi wafanyabiashara eneo la Amani umekuja huu ujenzi wa barabara. Sasa hivi tulikuwa tumekodishwa na hawa CCM. Hawakutukodisha, walituuzia viwanja hivi mwanzo na tukajenga haya majengo. Sasa wao wanasema sasa hivi sehemu ni yao, sio yao. Chao ni kiwanja. Yao majengo si ya kwao, ni ya kwetu sisi. Sasa sisi tunacho kilio chetu kwamba tulipwe haki zetu. Na tunamwomba Mheshimiwa Rais asikie kilio chetu. Sisi ni wanyonge, tutetee upata haki zetu. Hatua tulichukua, tulifungua kesi, la kesi yetu kusikilizwa onekana. Kwa tunataka kesi yetu ile isikilizwe na haya madai yetu yote yasikilizwe kwa pamoja. Tunachosema wao watavunja kwa nguvu, ambayo sio haki, yote kwa ni jinai hiyo. Ushafahamu? Kama walichajua kama kuna malipo ambayo nataka kulipwa, ina maana wao wanayakodolea macho, wafinike ili wanasema utajenga maduka. Utajenga wapi kishavunjwa maduka yaliyowekwa hapa? Ikishatekwa hizo mita za barabara, hapana ujenzi mwingine utakaotokea, kwa sababu itakuwa nafasi iliyobakia ni ndogo. Sasa hivi hali kiufupi iliyokuwepo tudogo, tuna mkanganyo baina ya CCM na sisi. Wao CCM wanahitaji kwa sisi wanahitaji kwa wanatuambia tuondoke, na kupewa amri ya kuondoka tumepewa leo na jana. Shanifahamu. Sasa kwa staili kama hiyo tunahisi kwa tunakotaka kuelekewa ni kudhulumiwa haki yetu. Sasa kwa maana hiyo hali iliyokuwepo ya CCM wanasema hili majengo yote ni ya kwa wao, ili wanataka wagomoe ipite barabara, alafu yake sisi hatujui stake yetu tutaipatia wapi. Sisi tunataka stake yetu tuipate kwa ukamilifu. Stake yetu aidha ya pesa au makubaliano ya maandishi. Bwana, hawa tunawaondoa, lakini kuna 1, 2, 3. Majengo ni sisi wenyewe, majengo yetu. Wao wanasema ni ardhi tu, kwa sababu hili lote jengo hili nimejenga mimi. Shanifahamu, nimejenga mimi tangu mwaka hiyo 1962. Wakao wao wakasema ardhi ni mali ya serikali, tukakubalia, wakawa wanachukua kodi kwetu sisi. Shanifahamu, baada ya kuchukua kodi kwetu sisi tukaenda nao hivyo hivyo wanavyotaka wao, lakini ishafika wakati shanifahamu barabara inataka kupita. Je, wao wanasema ni majengo ya kwao, ardhi ni yao, majengo yetu sisi stake yetu tutapata wapi? Hapo ndo lipo nini mkanganyiko. Changamoto ambayo kwa sasa hivi inatukabili ni kwamba kuna hili suala la kupisha ujenzi wa barabara. Sisi kwa kweli suala hili hatuna wasiwasi nalo, na tuko tayari na tunaungana na Mheshimiwa Rais wa nchi hii katika kutuletea maendeleo, na tunathamini juhudi zako katika suala la miundombinu, kuweka barabara, nyumba na kadhalika. Hili tunamuunga mkono 100% na tunampongeza katika hili. Sasa katika suala la upishaji wa hii barabara katika maduka yetu ni kwamba CCM wanataka kuvunja haya maduka yetu bila ya kutupa stahili zetu. Hapa ndio kuna tatizo, kwa sababu walidai BQ zetu, tumewashapelekea BQ si chini ya mara 3. Mara ya kwanza hakuna chochote kilichoendelea kwa malengo ya kutulipa haya stahili zetu ambazo tunastahili kulingana na haya maduka ambayo tumeyajenga. Mara ya pili tumewapelekea BQ zetu, na juzi ikiwa leo kama ni ya 3 ama ya 4 tumeshawapelekea tena BQ zetu, lakini bado hawajakuwa tayari kulifanya hili swala willingly kabisa. Bado tunaendelea na mvutano. Sasa tunachokiomba sisi, tunamuomba Mheshimiwa Rais swala hili aliingilie kati ili tuweze kupata stahili zetu, kwa kuwa bado tunamuunga mkono kwa mujibu wa juhudi ambazo anazifanya yeye mwenyewe. Lakini ukiachilia swala hili la uvunjaji, sisi tulifungua kesi kulingana na kwamba tulikodishwa maduka yetu haya. Baada ya kukodishwa
wakatupandishia bei, ambapo sisi hatukuridhika, tukafungua hii kesi. Baada ya kufungua kesi, kwa hiyo tulifikia maafikiano baina pande mbili za CCM na sisi wafanyie biashara, kwa makubaliano ambayo yalifanyika mahakamani kwamba katika vipengele vyote ambavyo vilivyokuwemo katika hukumu hiyo, ikiwemo kurejeshea maduka yetu kuanzia tarehe 14 mwezi wa 4 2019 hadi hii leo ninavyozungumza 2026, hukumu ile hawajataka kuifanyia kazi. Makubaliano hapo awali kabisa tulikuwa hatuko vizuri katika mikataba. Ikafika wakati CCM wakatupandishia kodi, tukwenda mahakamani. Mahakama katika kutizama msingi wa kesi hii wakasema, mwanzoni nyinyi nyote mlikosea, chama kilikosea kwa upande wake na wafanyabiashara mmekosea kwa upande wenu. Kwa hiyo ile kesi ilipokwenda tukaikwa pembeni, tukaambiwa tuzungumze pembeni baina sisi na chama, kile ambacho tutakizungumza pale ndio itakuwa hukumu ile kesi. Basi tukazungumza, tukaelewana, tukakubaliana wao wapandishe bei, lakini kuna mambo ambayo ya msingi yametiwa katika waraka ambao ndio msingi, ndio hukumu ya kesi hii. Mahakama imetoa 1, 2 mpaka 10 nafikiri kama sikosei. Katika vipengele hivyo mahakama imesema sisi tunastahili kulipwa fidia ile ya ujenzi wetu. Kwa hiyo wakasema yalopita yamepita, tunaanzia hapa sasa. Sasa baada ya kufika huu mradi tukaambiwa tupishe. Sisi hatuna pingamizi. Sisi kama wafanyabiashara kupisha mradi ni wajibu wetu, kwa sababu ni nchi yetu na haya ni maendeleo yetu. Kwa hiyo sisi hatuna pingamizi. Lakini je, chama tunawauliza, sisi tutaondoka vipi hapa bila kulipwa? Hichi tunataka kufanyiwa hapa, ya kutaka kuvunjiwa kabla ya kutekeleza matakwa yetu, ni kinyume cha sheria. Matakwa yetu sisi yanapata sheria na yana baraka za mahakama, na mahakama ndio muhimili wa sheria katika nchi hii, na watekelezaji sheria ni sisi, lakini hawa walio juu yetu wao ndio wanataka wawe mfano. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kwamba kitekeleze matakwa ya mahakama na hawa wanaoongoza. Sisi tumejenga hapa kwa kutumia pesa zetu na matakwa ya kwao, na hii tulichokifanya hapa hatukuvunja sheria, tumefanya kwa mujibu wa makubaliano tuliokubaliana kikawaida hapa na kisheria pia. Makubaliano yetu sisi ilikuwa ni kwamba watulipe tulichojenga hapa, lakini mpaka leo hii huu mwaka wa 8 hatujalipwa mpaka leo. Na bahati nzuri hapa imetokezea hii kazi ya wafanyabiashara, hao walokuja kulipa wamekuja kulipa majengo, hajaja kulipa ardhi. Akitoa ufafanuzi wa madai hayo, katibu wa CCM mkoa wa Mjini Innocent Nanzaba amesema baraza la wadhamini ndio wamiliki halali wa maeneo hayo, hivyo wamewataka wafanyabiashara hao kuendelea kusubiri eneo jingine ambalo watapangishiwa. Kwa sasa wanatakiwa kupisha ujenzi wa barabara hiyo ya juu ya flyover. Mimi ninavyofahamu kama mtendaji wa chama, ardhi ambayo serikali imetoa kwenye chama, mali hiyo sio ya katibu mimi, ni mali ya baraza la wadhamini. Na kwa kuwa ni mali ya baraza la wadhamini, hao wadhamini ndio wameingia mikataba na watu ambao wameingia juu ardhi. Pale kuna kitu unaweza kusema kwamba labda mmeshare, ikaitwa Memorandum of Understanding, MOU. Sasa hapa walioingia waliitwa wapangaji waliokuja kujenga, na kipindi hicho anajirudishia pesa yake na chama kinapata mapato kwenye baraza la wadhamini. Ndio maana yake tu. Sasa tunapofika wakati wa kufidiwa, hawezi kufidiwa kwa sababu ile aliyejenga pale yeye hakupewa eneo lile na serikali. Serikali ilimpa baraza la wadhamini. Kwa inapoenda kulipa pale kwenye ile ardhi, majengo yaliko pale wanajua ni ya taasisi fulani. Mimi kama baraza la wadhamini naweza kumjua fulani nimempangisha hapa. Sasa kama kuna jambo la wawili, hilo ni la wao kukaa. Kwa maana hakuna mgogoro aina yoyote, na kama kuna kitu cha kulipwa yeye ana haki yake, yeye ataongea na yule aliyemweka. Cha mwanzo kabisa ni kutii masharti ya serikali kwamba wao wanataka ardhi yao wapitisha barabara. Ukikwamisha kupitisha barabara, wewe hakujui, anajua ni taasisi. Sasa sisi taasisi lazima tushawishiane, bwana ile eneo tunalipisha, tunaachia serikali ndio wenye mali. Sasa kama kuna mtu ambaye anasema yeye anataka afidiwe yeye kama yeye, hawezi kuiomba serikali zikamfidia.
Serikali imetoa pesa kama ni wamefidia, na bahati nzuri sio kwenye ofisi yangu, ni ofisi inayohusika, kwa maana chombo kinachosimamia mali za Chama cha Mapinduzi ni baraza la wadhamini. Kuna hoja zingine hazina mashiko. Kama hukumu ya mahakama ilitoka kwa maana nani alihukumiwa. Wangewapa pia na hizo nosi kwamba walihukumiwa hivi, kwamba nani anatakiwa ajibike, nani awajibishwe. Alafu lazima muelewe pia na wenyewe waandishi wa habari. Unajua liko hivi. Kama alijenga nyumbani kwake, alijenga kwenye eneo la watu. Na kama alijenga kwenye eneo la watu, pale aliingiaje? Alivamia. Maka anayelipwa ni yule aliyepewa hati. Mimi nimekukaribisha, tunasema hivi, hii ni ardhi. Juu ya ardhi kuna kitu. Kile kitu ndio makubaliano kwamba unaniwekea hapa kwenye ardhi yangu mimi ambayo nimepewa kisheria. Kama mpangaji wa serikali, utakaa hapa kivipi? Ametajenga jengo na mimi nitafaidikaje na ujenzi wako hapa? Ndio maana chama kina mikataba yake. Na mkitaka kwenda kubana sistole, waulizeni walete mikataba walivyoanza kujenga. Mkataba ulikuwa wapi? Kwa sababu uwezo ukaenda kwenye eneo la mtu ukakaa pale, ukajenga, alafu kila kitu kiwe cha kwako. Hii haiwezekani. Sisi hatujasema sio wapangaji tena. Tulichoheshimu, serikali imetaka ardhi yake ipitishe barabara. Sisi na wao sasa, mimi kama chama hatupati pesa tena ya makusanyo. Tumeshasitisha pale kwa sababu barabara inapita. Kwa mantiki wangeendelea kufanya biashara na mimi ningeendelea kuokota kwenye baraza la wadhamini napata pesa. Sasa wote tumesitisha, na maana tunapisha barabara. Kwa mantiki hiyo, ushauri wetu sisi, watakapokuwa wamepisha ile barabara la serikali ipitishe barabara yake, tunabaki na eneo letu. Chama hiki ambacho ndo baraza la wadhamini litaanza kutengeneza taratibu wa kujenga majengo mengine upya. Sasa kijenga, si tunaweka wapangaji? Maka wenyewe ndo wapangaji. Sisi tunachotaka wapishe tujenge majengo. Maka tuwezi kujenga katikati ya barabara. Kimsingi batizi tumekaa nao na tukashauriana vizuri tu. Labda kama kuna mtu anatengeneza kwamba anataka alipo, lakini kiutaratibu, kimfumo, taasisi ndio inayolipwa, na haijalipwa CCM mkoa, imelipwa baraza la wadhamini. Hao tukishamaliza barabara kitoka watakuja watakaa. Sasa najengwaje majengo? Haya basi wapangaji. Maka orodha wapangaji wote tunayo sisi. Kwa nadhani mwandishi wa habari nimekufanulia vizuri. Kwa mantiki hiyo, ardhi ni mali ya serikali. Serikali iliipa taasisi. Kwa hiyo mimi nikamkaribisha somebody fulani, njoo. Utataka kuwekeza hapa, ndio. Unakaa hapa kwa muda fulani, ndio. Utakuwa unalipa kiasi gani? Kama ni miaka 10 ikiisha, si chako umeshamaliza na mimi nimepata, mimi naendelea na mali yangu, umeniachia jengo langu. Ndio maana yake, kwa sababu hata kama tungekuwa tumekorofishana, kwambia bwana wewe tumeachana, utaniachia kama unataka kuchukua jengo lako toa, acha kama ulivyoikuta ardhi. Na ndio maana anavyoiacha ardhi jinsi ilivyokuwa, ameshainyonya, ameshawekwa mzigo wake para na faidi, na mimi napata kidogo. Itabidi tugawane kwamba wewe umekaa hapa kwa muda fulani na mimi cha kwangu hiki, uwezo kaacha ardhi ikiwa hivi. Kwa nafikiri haya yako vizuri, yako kwenye mikataba. Bahati nzuri mkabala